Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana nyie. Niwapongeze mabondia, nipongeze vyama shiriki, lakini nimpongeze sana mzee wangu Saleh pamoja na waanzilishi wenu waliokuwepo kabla yenu kina Palasa na wengine waliokuwepo nyuma, kwa sababu wanasema ukiwa unakimbia usijisifie bila kumsifia anayekukimbiza. Nyie mnakimbizwa na wadau wenu hawa. Zile challenges wanazozipiga kule kwenye mitandao ya kijamii ndio inawafanya mjiadjust. Hii tukienda nayo hii lazima ujipime kwamba hii inaweza ikapata mwamko, ikapata yani support gani kule. Kwa hiyo unaipima, unaichuja, unaona kwamba imesimama kwenye mstari. Hata mtu akipiga kule kwenye social media anaona hapa napiga, lakini kiukweli ni unafiki tu unanisumbua, ila ukweli wa mambo umenyooka. Kwa hiyo ndio maana mimi pia nawasifia wale ambao wameendelea kuwa challenge, lakini ambao wameendelea kuwa support kwa kuwapa ushauri. Waambie tu serikali iliweka vyombo vyake makusudi, kwa sababu kupitia mfano sekta ya michezo money laundering inaweza ikafanyika kwa kiwango kikubwa sana. Madawa yanaweza kasafirishwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ndio sekta ambayo watu wanasafiri kila siku kwenda nje. Lakini kidnapping, watu human trafficking, kupeleka watoto mkawauza huko mkafanya nini, yanaweza kafanyika. Ni lazima serikali iweke mkono wake. Na serikali katika kuweka jicho lake sasa ndio inaangalia hii kamisheni ili iende inahitaji vitu gani? Tumeshaweka watu hapo, wameshakaa hapo, forgery haziishi, kelele haziishi, mambo hayaishi. Kupitia hichi kinachokwenda kuzinduliwa ambacho kinahusisha mifumo, ndio tunaweza kucontrol hivyo vitu. Tunahitaji mifumo ili tubadilike na tuavoid haya mambo ambayo yamekuwa yakiumiza kichwa serikali, kwamba tunaona fursa za vijana zinapotea, vijana wananyanyasika. Ile alilolisema hapa sio la utani, alilolizungumza sio la utani. Hatutaki tu kutaja mifano hapa, lakini ukweli wa mambo ndio wakati serikali inaanza kuingiza kucha, mikono na miguu kwenye mchezo huu, ni kwa sababu kulikuwa kuna hizo concerns. Bondia anasainishwa mkataba, maskini ya Mungu, nakuta hajui kusoma wala kuandika. Anaambiwa ule mkataba ulisaini ni $5,000, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna deductions nyingi. Kuna pesa sijui ya dalali, kuna pesa sijui ya chai ya kwenye ndege, kuna pesa sijui ya kitu gani. Yes, haya mambo yalikuwepo. Labda wageni kwenye tasnia ndio hawatasema, wakongwe wanajua, lakini hawatasema, labda kwa sababu wao wamekuwa wakiyafanya. Ila mimi kwa sababu sijayafanya nasema, na ninayajua yalinikuta. Sasa tunajiuliza focus yetu kama serikali, tunakaa hapa tunafanya nini? Kama Mtanzania ana train kwenye gym kwa gharama zake, kocha anamtrain, anamaliza pale, anaenda kule, anapigana ufichi, akirudi kama ana pesa atasave familia yake, atasave wadogo zake, atasave na jamii inayomzunguka, atamwezesha mke wake na kadhalika. Anafika mahali nguvu yake alotumia, eti kuna mjanja mmoja tu anamwambia $5,000 zile unatakiwa ulipo 2,000 3,000 zimesave vitu kama chai kwenye ndege. What? Alafu anakuwa amemdanganya. Bora angekuwa amemwambia tangu mwanzo kwamba haiko hivyo. Kwa hiyo hii ngumi ilikotoka, kwa wasioelewa ndio wanaona kama vile kuna shida kubwa. Mimi naona shida sasa hivi imepungua. Bado ipo, lakini imepungua sana. Tulikotoka mambo yalikuwa magumu sana. Sasa hivi tumefika angalau kuna mwanga. Lakini hata wale wenzangu na mimi ambao bado hamkubaliani na haya, hebu kubalini basi. Tuje tuungane.